Mwanaume alipanda ndege na kununua maji yote yaliyokuwa ndani. Abiria walimcheka wakijiuliza kama alikuwa wazimu na kiu, lakini hawakujua kwamba mwanaume huyo alikuwa kutoka miaka 30 baadaye. Miaka 30 iliyopita, mwanaume huyo alikuwa kwenye safari hii ya ndege. Wakati wa safari, ndege kwa bahati mbaya ilikutana na dhoruba. Umeme ulipiga injini ya ndege. Katika ajali hiyo, 80% ya watu walipoteza maisha. Wasalia walibaki kwenye kisiwa cha jangwa. Hakukuwa na chakula wala maji huko, lakini walijitahidi kuishi huko kwa miaka 5. Siku moja, walijua kulikuwa na hazina chini ya bahari. Ufunguo uliokuwa kwenye hazina uliweza kuanzisha mashua kukimbia kisiwa. Kwa hivyo mwanaume na mpenzi wake walizama baharini kuifutafuta, lakini wakati walipopata hazina, mpenzi wake alimshambulia, alimwacha na akakimbia. Ilibainika kuwa mpenzi wake alikuwa amependa mtu mwingine. Kusudi lake la kumsogelea ilikuwa kujihifadhia hazina, lakini hakujua kwamba mwanaume huyo hakufa. Aliokolewa na msichana aliyesalia kwenye kisiwa cha jangwa. Wakati huo, mwanaume alimwona tabia ya kweli ya mpenzi wake. Alikasirika sana na akajiandaa kulipiza kisasi kwao wawili, lakini ilikuwa imechelewa. Mshtuko wa bahari ghafla uliibuka, ukiiharibu kila kitu huko. Kabla ya kufa, mwanaume alijuta kumpenda mpenzi wake. Alitaka kumlipa msichana aliyemwokoa. Mungu alisikia maombi yake. Sekunde inayofuata, mwanaume alizaliwa upya na akarudi kwenye ndege miaka 30 iliyopita. Ndege ilikuwa karibu kuondoka na kulikuwa na dakika 20 zilizobaki kabla ya dhoruba kufika. Aliamua kumtafuta msichana huyo na kumchukua kwenye ndege, lakini wakati huo mpenzi wake alimzuia. Alilalamika kwamba alimunulia tiketi ya daraja la uchumi. Mwanaume alikuwa tayari amejua tabia yake ya kweli. Alimvunja mahusiano naye mbele ya kila mtu. Kisha alimpata msichana huyo na akamweleza kila kitu kinachotokea, lakini msichana wakati huo hakumjua. Aliwaita wajumbe wa wakala. Wajumbe walimwonya mwanaume asiwadhuru abiria. Kwa kukata tamaa, mwanaume alikimbilia kwenye mlango wa dharura akijaribu kushuka kwenye ndege. Kila mtu alifikiri alikuwa wazimu, kwa sababu nje kulikuwa na jua na dhoruba haikuwezekana. Kwa hivyo ndege iliondoka kwa kawaida, lakini muda mfupi baada ya ndege kuondoka, utabiri wa mwanaume ulikuja kuwa kweli. Ndege ilipigwa tena kwenye kisiwa cha jangwa, na kile ambacho mwanaume alipaswa kukabiliana nayo baadaye ilikuwa mshtuko huo mkubwa wa bahari.